Sasa kwa bahati mbaya huwa mnamkataga Paulo. Mnatumia Biblia lakini Paulo mnamkataa kwamba hapana, hakujua utumishi, hakuwa na maana hiyo, aliitiwa dhiki. Hakuna sasa mhubiri kwenye hii Biblia hasa Agano Jipya aliyeishi kwa ukwasi yeye peke yake, hayupo. Ni nyinyi tu sasa hivi ndio mmekuja kutafsiri kwamba utaua ni njia ya kupata faida. Kuwa mchungaji lazima uwe tajiri, kuwa mhubiri lazima uwe tajiri. Kuwa Mkristo lazima, sikatai kuwa na mali za aina yoyote, lakini lazima uwe na mali ambayo inawezekana waumini wako, wafuasi wako kuwa nayo. Uwe na njia ambazo ni mifano. Mimi nimepata kwa njia hizi. Waumini mkifanya 1 2 3 mnaweza mkapata. Kwa mfano, kabla ya kusomea maandiko ya Paulo hapa, mimi ni mhubiri, nadhani wengi mnafahamu, ila mimi huwa nafundisha njia zote mbili, zote ambazo mchungaji au mhubiri anaweza akajipatia mali. Njia ya kwanza, kufanya kazi, unavyoweza kufanya kazi, kutunza kichache ulichokuwa nacho na ukapata mali. Mimi hiyo wanafanya, mke wangu anafanya. Una kazi za kawaida tu hizi, 100%, 200, 300 ya maisha yangu mimi huwa nayaendesha kwa njia ya kufanya kazi zangu mwenyewe. Nikisema zaidi ya 100 manake na vichache vingine tunavitumia kusaidia wengine. Mimi zaidi ya mwaka mmoja sasa, matoleo ya aina yoyote yanapotolewa kanisani huwa yaingizwe ndani, kuingiza kwenye matumizi, yanatunzwa, yanakuja kufanya kitu cha pamoja kanisani. Sijapungukiwa. Ndivyo tunavyoishi. Yanakuja kufanya kitu cha aina moja zaidi ya mwaka mmoja. Hata kule nyuma, hata zilipokuwa zinaingia ndani, nilikuwa nazirudisha. Ndio maana uweze ukaja kanisani ukakuta pana mchango wa umeme, pana mchango wa maji, lakini sio kwamba wanatoa sadaka zinafanana na kulipia maji, kulipia umeme. Hapana, wanatoa sadaka ambazo hazifiki huko, ila tunatumia na vile vichache tulivyo navyo vinawezesha hivyo. Ndio maana unaweza kukaa siku nyingi hujawahi sikia hata mchango wa aina yoyote. Kwa nafundisha kufanya kazi, wanajifunza jinsi ya kusurvive kwa njia ya kufanya kazi kama ninavyofanya kazi mimi ama mama yao. Lakini pia kama kuna mtu anaweza akatoa fungu la 10, akatoa sadaka ya shukrani, mimi sijalimit nani wa kupokea. Kila ambaye mtu atamuona Mungu kupitia huyo mtu anaweza akapokea sadaka yoyote kwa mtu huyo, kwa sababu njia ninayoweza kusurvive mimi inatakiwa na mtu mwingine awe na survive kwa njia hiyo, kwa mujibu wa Agano Jipya na Agano la Kale. Mlaji wa fungu la 10 sadaka, makusanyo ya kanisani sio mmoja. Yule mmoja ni msimamizi wa makusanyo yale. Kabla ya kusomea Paulo hapa, naomba nikusomee hilo, nitanzue mzozo huo. Nikusomea andiko hili la matumizi ya fungu la 10, matumizi ya fungu la 10 na sadaka, matumizi ya fungu la 10 na sadaka kanisani. Mlaji sio mmoja, mlaji sio mmoja. Nisome kwa urefu nielewe. Mlaji sio mmoja. Hata Agano la Kale mlaji hakuwa mmoja. Ilikuwa huyu anayekuwa madhabahuni hapa ni msimamizi wa vile vitu vikikusanywa, avisimamie jinsi vitakavyotumika kwa maslahi ya wote. Acha nisome hapa katika Kumbukumbu la Torati 12, nianze tu mstari wa 5. Sema, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na za dhabihu zenu na za zaka zenu na sadaka za kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo. Na huko, usikie sasa, usikie mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nani furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu aliowabarikia Bwana Mungu wako. Huko mtakula, sio atakula mtu mmoja, mtakula wote. Nikuongezea andiko lingine, matumizi pengine niruke tu ile refu kidogo, niende 14 mstari wa 28. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Ikiwa nyumba hii hapa ni ya mzee Kakobe kweli, basi mzee Kakobe na wahubiri wote wenye nasaba za kweli, yani wanaonekana ni wanahubiri ukweli, wanaongoza kanisa la Mungu kwenye ukweli. Acha wa vibaka ambao inaonekana tu wamekuja kuzisaka kwa kutumia Biblia. Kama yeye ndiye mmiliki wa jengo hili na vitu mbalimbali vyenye fahari, yani jengo inatumika tu kuonyesha vitu, umiliki wa vitu vingi vyenye ufahari ambavyo wahubiri wanavyo huko mitaani, na waumini wake hawana na hawavitumii kwa namna ambavyo yeye anavitumia au watoto wake wanavitumia, na kuhakikishia hivi ya kwamba huko unakokuita mbinguni hata ingia.
kwa sababu aliyeanzisha njia namna ipasavyo kuingia hakuchora mchoro wa wahubiri kuwa matajiri hivi. Wakati waumini wanakula kwa tabu, wanasafiri kwa tabu, hapo wanaolipa kodi za nyumba kwa tabu, watoto wao wanavilaka, wanakula kwa tabu, wanasoma kwa tabu, na kuhakikishia huko unakosema mbinguni, aliyechora mchoro hakuchora wa aina hii. Siku za karibuni hapa nilipita maeneo fulani yenye watu wanaoonekana ni matajiri, yana nyumba nyingi zenye ufahari. Sasa ili lijengo naoliona hapa, inawezekana hii picha ni ya zamani, kama pale nilipo picha ndo pale pale, inawezekana hii picha ni ya zamani. Sasa ni kama miti unayoiona kwa hapa pembeni hapa ni kama imekuwa. Sijajua kwamba kwa sababu nilipita ni usiku au kuna madikodiko yameongezewa. Sijui kwa sababu pia nilipita usiku. Ile nyumba niliyoonyeshwa kwamba ni kama ndio ya Kakobe, ni kweli inafanana, inaonekana sana na hii. Sasa inaonekana pengine kuna maboresho yaliyofanyika, au hii ilipigwa zamani, miti ilikuwa na nini, alafu pia ulikuwa usiku na mataa yaliyokuwepo. Ukweli moyo wangu ulilipuka, uliwaka, na nikasema aisivyo Mungu, nitatoa tafsiri ya Yesu alifanyika masikini ili sisi tuwe matajiri. Ni matajiri wa nini? Ni wachungaji tu kuwa matajiri, waumini kuwa masikini? Ama ni matajiri wa imani? Imani ni nini? Nifuatilie na ikumbukwe, kwenye Biblia huwa tunaweka mifano ya watu maarufu, ndipo tunaelewanaga. Akina Petro alipokemewa na akina Paulo, Petro alikuwa mzee, Paulo alikuwa kijana, lakini tulielewa. Huwa tunachukulia, tunaelewa vizuri tukisoma mfano ule. Daudi alikemewa na Nathani, tunaelewa vizuri tukisoma ule mfano pale. Na kwa mujibu wa Biblia imetaka sisi tuonyane sisi kwa sisi wanadamu. Haija grade umri kwamba pengine aliyekuzidi umri akisema makosa yako, amekukosea heshima, amekubagaza. Nifuatilie kwenye hiki ninachoenda kusema. Najua mwenye kutukana, wewe umeshatukana, lakini unashindana na ukuta, unashindana na ukweli, unaupiga ni ukuta. Ni vizuri ungekuwa unasikiliza hata watu wanaokuja na mtazamo tofauti, kwa sababu leo nakuja na mada ambayo kwa vyovyote vile mtasema leo hujachanganya dini na siasa, kwa sababu watu wanaokuwa na cheo kiitwacho cha kisiasa au cha huku duniani, ukisema kosa lake, atakwambia umechanganya dini na siasa, atakwambia umesambaza taarifa za uongo, atakwambia wewe ni mwanaharakati. Ukimsifia, ukatumia Biblia kumsifia, yote hayo hayapo. Watu wanaoitwa wa Biblia, ukisema kosa, kwa mfano hapo niinuke tu nianze kupongeza mema ya Kakobe, au taona matusi, utasema na kumbe umejua lakini ukitokea tu ukaanza kusema ili si sawa, hapo nasikia unabagaza, uheshimu wazee, unaacha kuhubiri ya kwako, unachanganya, unahubiri ya watumishi wenzio, unafuatia watumishi wenzio. Sikiliza mwananchi, Biblia kuhubiri ni kufuatilia maisha ya mtu yoyote, yani awe mhubiri, awe mtawala, awe kuhubiri always ni kusema makosa. Katika Isaya 8 mstari wa 1 anasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu makosa yao. Yesu alihubiri makosa ya maaskofu, mitume. Paulo alimkemea Kefa, na nadhani akina Kefa, kina Petro walikuwa na uthamani mkubwa kuliko hata sisi wa sasa hivi. Na mkisema pengine wazee hawataki kukemea, Petro alikuwa mzee, Paulo alikuwa kijana, alimkemea. Yesu alikuwa kijana, alimkemea
Petro, aliwakemea kina Yohana, aliwakemea kina Yakobo. Nathani alimkemea Daudi. Biblia tunapoisoma ni mifano ya watu mbalimbali walivyofundishana, walivyokemeana, na tunatumia watu maarufu, tunatumia watu ambao ukimtaja huyo wengine wote wanaanza kujisearch. Alikadhalika kwenye hii dunia, sisi tuliopo, mtu kuwekea mfano wewe haina maana ni kubagaza, ni kukosa heshima. Kama amekusema isivyo, basi jitokeze, fafanua. Lakini nifafanue kwa jeni, mimi mkisema nikafanua, wewe tukusema unakujaga kufafanua, nakuja sasa kuweka tafsiri sahihi ya ulichonisema. Ndivyo ilivyopasha mambo yawe. Otherwise wakiinuka waumini kutetea, manake hivyo ndo nilivyo mimi. Otherwise mimi huwa na wanyamazisha kwamba mtu akiinuka kunitukana juu ya hili, msimjibu. Hata mtu atakaye mjibu wakati mwingine unaweza ukaona kuna kitu amejibu ama baadaye amekiondoa, kwa sababu nasema muache aseme ndo alivyonielewa. Otherwise nikiacha ujue nimejua hivyo alivyokujibu ndivyo nilivyo mimi. Ama sivyo ni upuzi uliopitiza, ndo maana unakaa kimya, lakini baadaye watu watakuja, dunia itakuja kujua ulikuwa upuzi kiasi gani. Na lile ambalo unasema usimkeme mzee, usimkeme, nataka ujue kwenye Biblia hii uzee inaamini uzee, hata vibaka uzeeka. Biblia inaamini hata mataira uzeeka. Kwa hiyo imeweka mpaka sasa, sio tu kila ambaye mwenye mvi utamuita ni mzee na hatakiwi kukemewa, kusaishwa. Nikujulisha tu mtu wa Mungu, kusaishwa ndio upendo. Anayekusaisha, anayesema madhaifu ndiye mwenye upendo. Biblia katika Mithali 16 mstari wa 31 anasema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu, kama kikionekana katika njia ya haki. Sio kila chenye mvi akipotoka atakaposaishwa, sio kubagazwa, sio kukosewa heshima, sio kudhalilishwa. Sasa tulia, sikiliza kwa uvumilivu. Sikilizaga na unaowachukia, sikilizaga na ambao unaishi hawakutaki mema. Kikubwa tu umetaka kusikiliza unavyotukana, unavyoendelea kuandika comment yako ya matusi. Sikiliza hapo dakika kadhaa. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 kwa mstari wa 3, pointi kubwa iko mstari wa 5 hasa B na wa 6 kidogo, wa 7 kidogo. Lakini nasoma kuanzia mstari wa 3 kwa sababu nataka ujue ya kwamba pana watu wanakuwa wamejimilikisha kwamba ndo watumishi wa Yesu Kristo kabisa, ndo watakatifu. Lakini kiukweli si watumishi wa maana ya Yesu aliye kwenye Biblia hii. Si watumishi wa maana ya Yesu aliye kwenye Biblia hii. Ni watumishi wa Yesu wanatumia Biblia hii, lakini kwa maana ambayo Yesu aliandika kwenye Biblia hii. Hakumaanisha hivyo, hakuja kwa picha kama hiyo, kwa kusudi kama hilo. Nisikilize nisome yote, alafu pale penye pointi sasa nitakazia kidogo, lakini utaelewa zaidi zile point penye maandiko haya nikisoma kuanzia mstari wa 3. Anasema hivi, na mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno ya uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna, wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka usuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, waliokosa kweli, huku ndo mstari wa 5 huo sasa, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Walakini sisi akina Paulo
tunajua utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa nini? Mstari wa 7 anasema, kwa maana tulikuja duniani bila kitu, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Niishie hapa, uko mbele nako kunaendelea. Swali tu na kuuliza, hiki unachokiona hapa ndo chakula na nguo? Swali naotaka ujiulize, ama kabla hujajiuliza nikwambie hivi, kuwa na mali, kiongozi wa kiroho kuwa na mali sio dhambi, ila kwa mujibu wa Biblia, kiongozi wa kiroho unapokuwa na mali au chochote unachokuwa nacho, tafsiri ya kiongozi ambaye Yesu ndo alileta kwamba kiongozi maana ni hii, ni kuonyesha ulivyo wewe ndivyo wanavyopaswa kuwa kondoo, na njia unazokuwa umetumia wewe kuwa hivyo ndivyo watu wako wanavyotakiwa kuwa. Kama unawakamua fungu la 10 na sadaka, na hata kuwatishia kwamba msipotoa fungu la 10 mkifa siji kuwazika, mkiumwa mkipata matatizo siji kuwaona, njia unayotumia kuwa kiongozi, tafsiri ya kuwa kiongozi, nadhani duniani tu wote tunakubaliana, tafsiri ya kuwa kiongozi ni kwamba ninavyoishi mimi, ninavyokula mimi, njia ninazotumia kuvaa, kula, kuishi, ndizo mtumie wengine wote. Ndio tafsiri ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo kama wewe unawabinya watu fungu la 10, sadaka, michango, namna mbalimbali, ndo zinakufanya unaishi, unakuwa na enzi yako kwa sura kama hii, unakuwa na ukwasi kwa namna kama hii, hiyo njia iwe ndo njia waumini, wafuasi, tukisema wafuasi, wanaofuata namna unavyo survive wewe, nao walitakiwa wawe na mahali wanakamua, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia hii sisi wote ni ukuhani wa kifalme. Sisi wote ni ndugu wa Yesu, wadogo wa Yesu. Yani aina maisha yetu hayahitaji mmoja kuwa na uhalali fulani katikati ya watu. Hii ni tafsiri ya Yesu aliyeleta wazungu. Wametumia Biblia hii, lakini wamemleta Yesu kwa maana mbaya sana. Maana ya kwamba Yesu ni mnyonyaji. Yesu anatengeneza kikundi kidogo au mtu mmoja atakaye wanyonya wengi. Ndio Yesu aliyemleta wazungu. Ndio Yesu aliyemleta wazungu. Biblia yenyewe haina maana hiyo, na kusomea leo kwa ndani sana, haina maana hiyo, haina kusudio. Yesu wa Biblia hii hana namna hii ya kwamba mchungaji, mhubiri anakuwa na utajiri wa aina hii. Hapana. Biblia inataka alivyo kiongozi ndivyo wawe waumini. Ndio maana katuni fulani nasema Yesu alilisha watu 5,000, lakini sasa hivi watu 5,000 wanalisha mtu mmoja. Lakini Yesu alisema mimi ni njia. Yesu alileta utaratibu wa namna ambavyo watu watapaswa kuishi, kwamba hakuna dhambi kiongozi kuwa na mali. Hakuna dhambi kiongozi kuwa na mali, kuwa na aina fulani ya maisha, lakini hivyo unavyokuwa wewe iwe ndio picha ya waumini wako wanavyotakiwa kuwa. Je, ndivyo wanavyokuwa waumini? Kweli kabisa. Agano Jipya, kuhani ni huyu ambaye tunamuita kuhani, ni huyu tu. Sio wote sisi ni ukuhani wa kifalme. Sio wote sisi kama kula mafungu ya 10, michango, sadaka, kuchanga. Kwa sababu Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Ukisoma Biblia, waliokuwa wanafunzi, wafuasi wa Yesu kabisa kimatendo, hawakujikusanyia mali wapate wao, kwa sababu eti imeandikwa alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Jiulize swali, alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri? Jibu ni nini? Jibu ni mawili. Moja, alifanyika maskini wahubiri wewe matajiri, waumini wewe maskini? Maana yake sio hiyo, sio hiyo. Jibu la pili ni alifanyika maskini tuwe matajiri wa nini?
kweli, wa ukwasi, wa majumba kama hivi? Jibu sio hilo. Katika Yakobo anajibu hilo, kwa sababu katika Korinto ameishia tu alifanyika maskini sisi tuwe matajiri. Lakini Yakobo anaenda anamaliza kabisa, anasema tuwe matajiri wa nini? Katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 5 anasema, ndugu zangu wapenzi sikilizeni, je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Hapa mgogoro upo kwenye utajiri wa imani. Hapana, matajiri wa vitu. Uelewi imani ni nini? Imani ni mtazamo, uelewa sahihi wa leo. Nikifanya hiki kitakuwa na faida kiasi gani, kitaepuka hasara, majuto kiasi gani, madhara kiasi gani. Imani ni uelewa. Ukisikia kwa imani, kwa uelewa sahihi, kwa uelewa, bonge la uelewa, kwa akili ya juu, Mungu alitufanya aliwachagua masikini wa dunia hii, wasio na uwezo wa vitu vya dunia hii, wawe matajiri wa kufahamu pa kupita cha kufanya, ambavyo kimsingi vinaweza vikakuletea zaidi ya mali za hii dunia. Hii mali ukazipata, lakini hauzipati moja kwa ajili yako, haujaja kupata, ili unaweza ukazipata. Na ukizipata kwa njia yoyote, haziwi kwa ajili ya mali yako binafsi. Kimsingi mhubiri, muamini, Mkristo kabisa, anayeuelewa Ukristo nini duniani, akuja apate mali binafsi. Lakini imani, ukisikia imani, uelewa, level ya juu ya akili, inaweza ikakufanya ukapata mali kwa njia yoyote ya kufanya kazi, au kuna watu fulani umewawezesha kuweza mambo makubwa, mwishowe wakatoa chochote. Lakini swala ni njia yoyote iliyotumika wewe kupata, iwe ni njia ya vile unavyovimiliki, viwe vinawezekana watu wengine kuvimiliki, unaokuwa nao wafuasi wako, ama viwe ni vitu vinavyowezekana watu wote kuvitumia. Kwa sababu imani ni kitu ambacho Mungu Yesu alikileta, kwa tafsiri nyingine alileta ni usawa. Alileta ni ile asili yake ya kwamba mimi nilimuumba mtu kwa sura na mfano wangu. Nilitaka mtu awe vile nilivyo, na asiwepo aliye bora kuliko mwingine. Ndio watatokea viongozi watakaowahi kuelewa, watakapoelewa mapema o viongozi, wawasaidie watu wengine kuwaonyesha picha ya tunavyopaswa kuwa. Lakini hoja ni nyumba kama hii, waumini, wafuasi wa Kakobe au na mchungaji mwingine yoyote anayeonekana ni wa kweli, kama anamiliki mali nyingi kwa sura kama hii, waumini wao wanazo? Kama wanazo, wamezipata kwa njia halali, kwa njia ambazo naye huyu kapata? Ni jambo ambalo najua nitatukanwa, lakini wetukana tu, nitimize wajibu wangu, nisiache kitu, kwa sababu hii ndo iliyoharibu nguvu za wahubiri kuyakabili mambo mabaya kwenye jamii. Mhubiri ambaye anakuwa kwenye misingi fulani ya dhuluma, ya kitapeli, ya kibinafsi, hawezi kuwa na ujasiri wa kupinga jambo fulani baya. Atakuwa nasingizia tu, sisi wazee wakutuweka gerezani tutateseka sana. Hakuna shujaa mzee wakitutesa. Ni swala ni kwamba sehemu kubwa ya wahubiri, njia ambazo wamepata majina, umaarufu, wanachoita utisho, wanachoita heshima, wamezipata hicho kinachoitwa heshima kwa njia dhalimu. Sasa nisikilize wanafunzi watu ambao walimtafsiri Yesu kwa maana ambayo ndo alikuja nayo. Hawakumtafsiri
kwa tafsiri ya kwamba yeye alifanyika maskini sisi tuwe matajiri, wachungaji, wahubiri wachache wale vizuri, waumini wapate shida. Mimi nahisi Paulo ni mhubiri ambaye ana heshima kubwa. Mimi nionavyo, mimi naona Paulo ni mhubiri mwenye heshima kubwa kuliko Kakobe, kuliko Kulola, kuliko mhubiri yoyote aliyepo Tanzania sasa ama aliyepo duniani sasa. Mimi nionavyo, kwa sababu heshima aliyopata Paulo anahubiriwa miaka yote. Hawa wengine wakifa wataondoka na majina yao, yatabaki kidogo sana hawa. Hata kama itadhaniwa, itaonekana wameshaenda mbinguni, kwa sababu lazima madebe huku yapigwa, hao wameenda, lakini mimi sidhani hii njia wanayokuwa nayo sio njia ya Mungu. Mungu sio hivyo, Yesu sio hivyo. Sasa kwa bahati mbaya huwa mnamkataga Paulo. Mnatumia Biblia, lakini Paulo mnamkataa kwamba hapana, hakujua utumishi, hakuwa na maana hiyo, aliitiwa dhiki. Hakuna sasa mhubiri kwenye hii Biblia, hasa Agano Jipya, aliyeishi kwa ukwasi yeye peke yake, hayupo. Ni nyie tu sasa hivi ndio mmekuja kutafsiri kwamba utaua ni njia ya kupata faida. Kuwa mchungaji lazima uwe tajiri, kuwa mhubiri lazima uwe tajiri, kuwa Mkristo lazima, sikatai kuwa na mali za aina yoyote, lakini lazima uwe na mali ambayo inawezekana waumini wako, wafuasi wako kuwa nayo. Uwe na njia ambazo ni mifano. Mimi nimepata kwa njia hizi, waumini mkifanya 1, 2, 3 mnaweza mkapata. Kwa mfano, kabla ya kusomea maandiko ya Paulo hapa, mimi ni mhubiri, nadhani wengi mnafahamu, ila mimi huwa nafundisha njia zote mbili, zote ambazo mchungaji au mhubiri anaweza akajipatia mali. Njia ya kwanza, kufanya kazi, unavyoweza kufanya kazi, kutunza kichache ulichokuwa nacho na ukapata mali. Mimi hiyo wanafanya, mke wangu anafanya. Una kazi za kawaida tu hizi, 100%, 200, 300 ya maisha yangu mimi huwa nayaendesha kwa njia ya kufanya kazi zangu mwenyewe. Nikisema zaidi ya 100, manake na vichache vingine tunavitumia kusaidia wengine. Mimi zaidi ya mwaka mmoja sasa, matoleo ya aina yoyote napotolewa kanisani huwa yaingizwe ndani, kuingiza kwenye matumizi, yanatunzwa, yanakuja kufanya kitu cha pamoja kanisani. Sijapungukiwa. Ndivyo tunavyoishi. Yanakuja kufanya kitu cha aina moja zaidi ya mwaka mmoja. Hata kule nyuma, hata zilipokuwa zinaingia ndani, nilikuwa nazirudisha. Ndio maana uwezi ukaja kanisani ukakuta pana mchango wa umeme, pana mchango wa maji, lakini sio kwamba wanatoa sadaka zinafanana na kulipia maji, kulipia umeme. Hapana, wanatoa sadaka ambazo hazifiki huko, ila tunatumia na vile vichache tulivyo navyo vinawezesha hivyo. Ndio maana unaweza ukakaa siku nyingi hujawahi sikia hata mchango wa aina yoyote. Kwa nafundisha kufanya kazi, wanajifunza jinsi ya kusurvive kwa njia ya kufanya kazi kama ninavyofanya kazi mimi ama mama yao. Lakini pia kama kuna mtu anaweza akatoa fungu la 10, akatoa sadaka ya shukrani, mimi sijalimiti nani wakupokea. Kila ambaye Mungu atamuona Mungu kupitia huyo mtu, atamuona Mungu kupitia huyo mtu, anaweza akapokea sadaka yoyote kwa mtu huyo, kwa sababu njia ninayoweza kusurvive mimi inatakiwa na mtu mwingine au ana survive kwa njia hiyo. Kwa mujibu wa Agano Jipya na Agano la Kale, mlaji wa fungu la 10, sadaka, makusanyo ya kanisani sio mmoja. Yule mmoja ni msimamizi wa makusanyo yale. Kabla ya kusomea Paulo hapa, naomba nikusomea hilo, nitanzue mzozo huo. Nikusomea andiko hili la matumizi ya fungu la 10, matumizi ya fungu la 10 na sadaka, matumizi ya fungu la 10 na sadaka kanisani. Mlaji sio mmoja. Nisome kwa urefu nielewe. Mlaji sio mmoja, hata Agano la Kale mlaji hakuwa mmoja. Ilikuwa huyu anayekuwa madhabahuni hapa ni msimamizi wa vile vitu vikikusanywa, avisimamie jinsi vitakavyotumika kwa maslahi ya wote.
Acha nisome hapa katika Kumbukumbu la Torati 12, nianze tu mstari wa 5. Sema, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na za dhabihu zenu na za zaka zenu na sadaka za kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo. Na huko, usikie sasa, usikie mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu aliowabarikia Bwana Mungu wako. Huko mtakula, huko mtakula, sio atakula mtu mmoja, mtakula wote. Nikuongezea andiko lingine, matumizi pengine niruke tu hii refu kidogo, niende 14 mstari wa 28. Nisema, kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako, na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiriwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubariki katika yote, katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Sasa ukirudi ukasome mstari wa 22 mpaka 27, unakuja kuona kwamba pana namna yoyote ya mchango, sadaka, aidha utakapoipeleka kanisani, mtaenda kula huko. Mstari wa 22 upi unakazia hicho, sitataka kusomea kwa sababu ni parefu kidogo. Mtaenda kula huko nyie na wa nyumbani mwenu. Hapa inasema hiyo ya mwaka wa 3, hiyo itoe iweke nyumbani. Mlawi, kiongozi wa dini, anaweza akaja hapa naye akalapo, wajane yatima wakalapo hapo. Sasa hizi ndo sheria zilizoweka utaratibu wa watu kutoa mafungu ya 10. Hakuna sheria nyingine zilizo msingi. Sasa hizi hazikuweka utaratibu wa kwamba jamaa mmoja ndiye atakuwa anajengea nyumba binafsi, anakula kwa anasa, na gari za anasa, gari zenyewe ni za kwake binafsi. Mimi nina gari, lakini gari inayotumiwa na kila muumini aliye na tatizo inalohitaji gari. Alihusika natoa fungu la 10 atoi, lakini ni muumini ambaye moyo wake upo kwa Mungu, upo katika kutenda haki. Popote panapohitaji gari anakaa popote. Hapana kiti cha mchungaji ndo kipi, hapana kaweka mafuta hajaweka. Panapohitaji gari linatumika. Sasa kwamba sisi ni mashetani. Haya, mimi sehemu ninayoishi ni sehemu yoyote. Kwanza naishi hapa ambapo wote wanakusanyika kanisani, wote wanakusanyika, lakini ni sehemu ambayo muumini yoyote amepanga, anaishi kwenye nyumba yake. Inawezekana ni kipimo, ni namna ambavyo mimi ninaishi, aina ya udhaifu wa nyumba. Kama nimejenga nyumba wanaishi waumini, ama hata kama amepanga mtu, kile kinachopatikana kinagawanywa kwa waumini. Sasa hebu nirudi nikusomee akina Paulo ambao ndio mimi na tafsiri. Hawa ndio wafuasi wa Yesu, ndio waliotafsiri Yesu alikuwa na maana gani, alileta nini. Yesu alileta usawa, Yesu alileta namna. Ndio unaweza ukawa na mali kama hizi, lakini iwe ni mfano wa waumini wanavyotakiwa kuwa, viwe ni vitu ambavyo vina uhuru wa waumini kuvitumia. Waumini wao wanavitumia at any time, lakini sidhani kwa vitu kama hivi. Kama kila muumini aliye mwaminifu wa mifungo na kutoa mafungu ya 10 ana uhuru wa kuvitumia at any time, kama sio
ataingia kwa kibali maalum cha barua na kujieleza kwa nini aingie kwenye hiyo nyumba. Ndio maana waitaga wana wa majoka nyie. Huyo sio Yesu. Yesu sio hivyo. Yesu sio hivyo mnyoka nyie. Yesu sio hivyo nyie. Kabisa mimi nawaambia, nichukieni mnavyonichukia, lakini Yesu sio hivyo. Hii ndio inayowafanya hamna ujasiri wa kupinga mabaya kwenye jamii. Unakuta mwenzenu ambaye pengine amewahi kuhusika kwenye mema fulani kwenye maisha yako, anapitia kadhia, udhia, mko tu mmejibana mali, sisi pengine sisi ni wazee, pengine sisi unajua tena sisi, muna mengine mengi machafu ambayo hamuko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu kufa kwa ajili ya Yesu ni kufa kwa ajili ya mtu anayetendewa mabaya kwa kuonewa. Ndivyo alivyoandika Yohana wa kwanza 3:16. Yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, nasi imetupasa tuutoe uhai kwa ajili ya hao ndugu. Kwani Yesu alitoa uhai kwa ajili yetu? Tulikuwa tunaonewa pasipo na hatia, akakinga kifua, akasema hapana, wasionewe mwanadamu, simuonee mwanadamu mwingine. Afadhali basi ni uwawe mimi ili niondoe dhuluma hii. Kwa hiyo upendo ni huo. Sasa mwenzenu anapitia kadhia, mateso, akina sisi tumepitia, lakini pengine wakati wa dhiki zenu, sintofahamu zenu, pengine hata tulipaza sauti, mambo yakajipanga kidogo, lakini ninyi kwa kuwa mna machafu mengi ambayo sio msingi wa neno la Mungu, ndio maana amui na ujasiri. Sasa hivi vitu tunavifichua, tunavifunua ili yamkini watu wanafahamu sio Ukristo. Ndio maana ni kitu fulani chepesi. Ukristo ni kitu fulani chepesi, kitu cha kuzindika, kugandisha akili, kuwafanya mifuasi iwe haina uwezo wa kufikiri, inategemea tu Mungu atafanya. Wewe sio Mungu anafanya. Wewe haujengi, ni Mungu anakujengea hiyo nyumba, unazikusanya mahali, zinaletwa mahali. Lakini tuna Mikristo ambayo yani wewe haujengi kwa imani, unajenga zinakusanywa hivi macho kwa macho. Ila kuna Kristo inatoa sadaka, anasema zitaletwa toka mbinguni, utafanyika muujiza. Wewe sio muujiza. Nasema kuwa kiongozi ni kuwaonyesha watu njia inayokufanya wewe usurvive, wewe ujenge, wewe uwe na gari, wewe uishi hivyo unavyoishi. Ndio uongozi wa Biblia. Na ndio maana Mkristo yote mwingine anaonewa pale, anasema tumemwachia Mungu, tunaomba katika roho. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Omba katika roho, tokea katika mwili. Onyesha hisia zako, onyesha mtazamo wako. Subiri, yanakuja, acha tupite sisi. Nikuonyeshe Mtume Paulo, hawa ambao ndio wafuasi waliotafsiri Yesu alileta nini duniani, Ukristo ulikuwa ni nini. Anasema hivi, nianzie mstari wa 31. Kwa hiyo kesheni mkumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Mstari wa 33 anasema, sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Paulo alihubiri kuliko hata akina sisi, usiku na mchana kwa machozi, lakini bado alifanya kazi. Na katika kufanya kazi huko hakujiwekea kuwa mali yake mwenyewe, bali zile mali aliwasaidia na wengine. Ndio maana katika Matendo ya Mitume 28, muone Paulo, waliochukua copyright, picha, lengo, nia ya Yesu. 28 mstari wa 30 anasema, akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Sasa hapo unaweza kurukia, hapana, Paulo hapo alikuwa mfungwa.
Lakini mfungwa amepanga nyumba yake, amefungwa kwenye nyumba yake, kwenye ile wanaita kifungo cha nyumbani, kafungwa kwenye nyumba yake, ana access. Paulo alikuwa maarufu, amefufua watu wamedondoka chini, wamekufa, watu wamekuta vilema, watu wamekuta ishakufa kwa namna ya wazi. Paulo alikuwa ni mtu amefanya mambo mengi kwa muda mchache huo, ombea na watu wenye nafasi kubwa. Kwa muda huo angeweza kujenga nyumba yake. Paulo mpaka anaondoka kwenye hii dunia hanaga nyumba, amepanga hapa. Hawa ndio waliotafsiri Ukristo unavyotakiwa kuwa. Ndio maana Paulo aliwahi kusema, msingi mwingine hakuna isipokuwa huu niliouweka mimi. Na akasema awe malaika au mtu mwingine atawahubiria habari nyingine tofauti na hii, alaaniwe. Kwa nini alaaniwe? Kwa sababu alijua watakuja watu watakuwa natoa tafsiri kwamba mchungaji unatakiwa kuwa tajiri, mhubiri unatakiwa kuwa tajiri, kuishi vizuri. Hapana, kama utaishi vizuri, ishi kwa namna ambayo ndiyo picha ya waumini wako watakavyotakiwa kuishi. Mchungaji, we iko hivyo 100%, mimi iko hivyo, hakuna anayeweza kunishtaki. Chochote ninachoweza kuwa nacho ni picha ya waumini wangu wanatakiwa kuwa nacho, na kama haiwezekani kuwa nacho kwa sababu zozote, waumini kabisa wanaweza kukitumia kama ninavyoweza kukitumia. Ndivyo nilivyo, ndivyo ipaswavyo kuwa. Huo ndio uhubiri. Hatupungukiwi, hatupati hasara. Mimi hata ningekufa leo, ni kweli sina akiba binafsi, sina mijumba binafsi ambamo ndo ninamoishi, lakini nahisi nimeishi ilivyompasa Ukristo, ilivyompasa Mkristo. Naongea mbele za wote, naamini Mungu ni shahidi. Anyway, asante kwa kunisikiliza. Chanishia hapo. Hii ni sauti ya mtu aliaye akitokea kumhifadhi sifa, na ni yule aliaye akitokea gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.